Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Mimi sina la kusema zaidi tu ya kusema kwamba yalokushasemwa tuyafanyieni kazi. Yamezungumzwa maneno mengi sana ya thamani. Haya yote kuanzia msemaji wa kwanza mpaka wa pili ni mambo ambayo yatakiwa tuyafanyie kazi, kwa sababu yamerakiz katika kueleza hasa Muislamu atakiwa aweje. Siku zote tunasema kwamba Uislamu ni tabia. Zimetajwa tabia za ukarimu na tabia zote mbalimbali. Lakini ndugu zangu, kitu kikubwa sana tunachotakiwa kukizingatia kama alivyosema walotangulia ni kwamba tabia zinaanzia moyoni. Moyo ndio ambao unaleta ima tabia mbaya ama tabia nzuri. Ukiusafisha moyo wako, moyo ukatoka zile tabia ambazo ndio maradhi yake yanayoziua nyoyo, ukatoa katika moyo wako tabia ya hasadi, usimhusudi mtu kwa lolote, ukatoa katika moyo wako tabia ya kibri, ustakabari juu ya yoyote, ukatoa katika moyo wako tabia ya hikdi, mfundo, usiwe na chuki na mtu yoyote, ukatoa katika moyo wako tabia ya ujbi, ya kujiona katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe taa waiweza sana, ukatoa katika moyo wako kuupenda ulimwengu, hubu dunia, ukashika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima inda nasi yuhibbaka nas, kwamba upe miongo ulimwengu atakupenda Mwenyezi Mungu, na uvipe miongo vilivyo kwa watu watakupenda. Ukatoa katika moyo wako dhana mbaya za kuwadhania waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi viungo vyako, mwili wako, ulimi wako havitotenda wala hutosema yale yaliyoharamishwa. Hata tumbo lako pia halitoingia haramu, mikono yako haitochuma haramu, miguu yako haitokwenda kwenye haramu. Sababu ukiwa na tabia ya hasadi, utapenda kusengenya, utawafitini watu kwa sababu una hasadi. Kwa kule kuchukia kwako mtu fulani kuwa na mafanikio, utafanya mambo ya kwenda kumharibia hata kazi zake. Utatoa mguu wako hapa kwenda huko kwa ajili ya kumfitini. Ukiwa na tabia ya kibri, basi wewe ndo kabisa kuna hatari, unaweza ukatoka katika ulimwengu hali ya kuwa wewe ni katika wenye mwisho mbaya, kwa sababu tunaambiwa al-kibru batarul haqqi. Kibri ni kuikataa haki. Kuikataa haki na kuadhiri watu. Sasa utaikubali vipi haki kama una kibri? Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akathubutu kukuelekeza wewe katika jambo la kheri ikiwa una kibri.
Unaweza ukamkuta mtu anaweza akaelezwa jambo la haki na mtu mwingine, lakini akasema we nani wa kuniambia mimi hivyo? Yani wewe uweza kuja kuniambia mimi maneno haya? We nani nikusikilize? We nani? Au hayapo katika jamii haya? Kwa sababu ya moyo kujaa kibri. Sasa ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi habatun min khardalin min al-kibri, haingii yani mithqalu habatin min al-khardal min al-kibri, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi habatun min al-khardali min al-kibri, yani mtu ambaye katika moyo wake kuna walau punje moja. Khardali ni punje moja ndogo sana katika punje zilizo ndogo. Sasa mtu ambaye katika moyo wake kuna punje ndogo sana kama ile punje ya khardali ya kibri, huyo ambaye haingii peponi. Nafikiri sababu yake ni nini? Sababu yake ni kwamba huyu hawezi kuikubali haki. Huyu ni rahisi sana kuikataa haki. Hakuna atakayeweza kumuongoza. Ndo hutokea mtu katika jamii yake hata akakosea, watu wote wakanyana. Bwana tumwambieni bwana. Wewe nenda kamwambie. Lakini bwana, mimi nakushauri ungeacha tu bwana. Yafikia kwamba wewe hata kama uko katika hatari, jambo unalofanya ni la hatari, laweza kukuangamiza hata kidunia, labda waweza kwenda jela kwa jambo hilo, lakini hakuna anayethubutu kukusogelea akueleze kwamba hili liwache. Kwa sababu gani? Una kibri. Manake kibri kinaleta takaburi. Takaburi ndio yale matendo unayoyafanya yanayodhihirisha kibri. Unapomdharau mtu ndio ile takaburi baada ya kuona kibri. Unapoelezwa haki ukaikataa ndio hiyo takaburi kwa kuona kibri. Wewe ukiwa na mfundo na mtu au na watu, manake mfundo ule utakupelekea wewe kutowatenda wema watu wale, utakupelekea wewe kuwadhulumu watu wale. Mtu yoyote ambaye una mfundo naye, saa zote wewe unafikiria kumfanyia ubaya tu, na mfundo unavutilia kwenye hasadi. Kwa wewe huwezi kufaulu kama una mfundo na watu. Wewe ukiwa una dhana mbaya na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhana ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza, akasema iyyakum wadhanna fa inna ba'dha adh-dhanni, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema iyyakum wadhanna fa inna ba'dha adh-dhanni ithmun, tahadharini kudhania mambo, kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Kwa sasa wewe unapokuwa na dhana mbaya, basi kila utakayemuona hutomuona ni mwema kwako, utamuona ni mtu mbaya. Matokeo yake ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima, itakupitia mbali mno. Huwezi ukamtakia kheri mtu unayemdhania ubaya. Na kuna wakati mwingine mtu anaweza akakufanyia jambo kwa nia njema, kwa nia ya kutaka kunusuru na kukusaidia, lakini kwa sababu amdhania vibaya, unaweza ukamkinga asikusogelee. Kwa sababu ya nini? Ya dhana mbaya. Kwa ndugu zangu, maradhi ya moyo vyovyote yalivyo, maadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ameyakataza, basi mwisho wake si mzuri, ni mbaya.
Na ndo yale maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya alqalbu. Katika moyo kuna kipande cha nyama, kikitengemaa hicho mwili wote umetengemaa, kikiharibika hicho mwili wote umeharibika. Zinukeni, kipande cha nyama hicho ni moyo. Kuharibika kwa moyo ni kuwa na sifa hizo mbaya na nyingine. Na sifa mbaya zilizo katika moyo, zile tabia mbaya zilizo katika moyo zinadhihirika katika matendo yako, zinadhihirika katika maneno yako. Kwa sababu moyo ni mchafu. Moyo una zile tabia ambazo hazikubaliki. Ndio maana auliyaullahi, kitu cha kwanza kilichowafanya wakafaulu ni kutengeneza nyoyo zao. Na kutengeneza moyo namna yake ni nini? Kitu cha kwanza kabisa, wewe lazima ujiweke katika nafasi ya mja wa Mwenyezi Mungu aliye dhalili. Ukitaka utengeneze moyo wako, kitu cha kwanza fikiria umetoka wapi? Ulikuwaje? Nini asili yako? Una tofauti gani wewe na mwingine katika asili hiyo? Ukishaijua asili yako, kwamba asili yako ni nutfa, kama wewe asili yako ni nutfa, kitu dhalili kabisa. Ukishaijua asili hiyo, halafu namna ulivyozaliwa, kwanza hiyo nutfa imetokea njia gani, ikaingia wapi na ikatoka wewe kwa kupitia njia gani, utajiona huna thamani. Na ukishajiona huna thamani, pia mtazame na mwenzako, wewe na yule nyote ni kitu hiki kimoja. Halafu sasa angalia mapungufu yako. Una mapungufu mengi sana. Bali insanu ala nafsihi basira. Lazima ujue kwamba wewe una mapungufu mengi katika maisha yako. Huwezi chochote. Waja wa Mwenyezi Mungu unaowaona, unaoishi nao, huwasaidii chochote, bali Mwenyezi Mungu anakusaidia wewe. Jiweke katika nafasi ya kwamba yule unayemuona aliye mbele yako hujui ibada zake, hujui mema yake, hujui mazuri yake, huenda akawa ni bora kuliko wewe. Kwa idhalilisha nafsi yako, jirudishe chini kabisa, mpaka hata mtu akikukosea fikiria kwamba mimi nisikosewe, kwani mimi ni nani? Mpaka mimi nisikosewe, mimi ni nani? Uone kwamba ni haki yako kukosewa, ni hadhi yako kukosewa, ni nafasi yako hasa. Hata pale ukajikuta kwamba wewe ni maskini, wengine ni matajiri, ona kwamba ule umaskini uliopewa huenda ndio kheri yako. Wengine ungelikuwa tajiri, ungekuwa na tabia hizi na zile, ungekuwa na mabaya haya na yale. Waangalie matajiri wanapozunguka, wanapohangaika, usiangalie wanapostarehe. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, undhuru ila man huwa asfala minkum wala tandhuru ila man huwa wadhalika azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum, kwamba mtazameni aliye chini yenu, msimtazame aliye juu yenu. Hilo la kumtazama aliye chini yenu litakuwa ni hakika zaidi kutozidhereu neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Manake kila utakachokiona tizama changamoto zake. Hata mtu atakapokuwa tajiri, kuna mambo atakuwa yuko chini kuliko wewe. Ile tumanina tunafsi tu ulio nayo wewe ambayo yeye hana,
itazame vile ambavyo yeye anavyosumbuka, lakini wewe una utulivu. Tazama vile ambavyo yeye hawezi akaja akakaa hapo kwenye maulidi mpaka saa hizi, mpaka usiku huu. Tajiri uko hapa, waweza mkuta tajiri hapa sasa hizi. Hilo tu, vitu kama hivyo vitazame. Kila mtu ana mazuri na mapungufu, yani kila mtu ana raha zake na tabu zake. Kwa wewe ukiambiwa kwamba mtazame aliye chini yako, manake tazama yale ambayo wewe unayo yeye hana. Kwa hiyo hii hadithi ina mantiki pana sana. Ukiambiwa mtazame aliyokuwa chini yako, usimtazame aliye juu yako. Chini katika yale mambo ambayo yana furaha kwako, sio chini katika kile ambacho wewe wafikiria tu kwamba hicho ndo kiko chini. Ukiambiwa usimtazame ile juu yako, uangalie kwamba lipi ambalo mimi katika neema ninalo, kuna mtu kanishinda kwa neema hiyo, simtazame huyo, tazama yule aliyekosa neema hiyo. Basi hakuna neema utakayoidharau. Lakini yote haya nyoyo, hili la kumtazama aliye chini yako halitoweza kupatikana kama huna zuhudi. Si tumeelewana jamani? Basi inshallah samai zetu zidumu kama hivi inshallah. Wala tusibabaike hata kidogo. Samai, maulidi, nini, madamu tumeachiwa na watu wacha Mungu, sisi tuendeleeni tu. Kama ninavyosema siku zote, na hata mchana pia nilisema pale msikitini, hoja ziko nyingi sana zimesemwa, kila mtu kishashika msimamo wake. Kwa hakuna kumbabaisha mwingine, wala hakuna elimu mpya. Hakuna nini? Elimu mpya, kwamba hao waliotangulia huko nyuma wakapinga maulidi na samai, hoja zilikuwa wamezibakisha. Sasa kuna hoja mpya hizo, kuna mtu kasoma, huyo ana hoja kweli kweli. Mbwembwe tu. Zote nini? Mbwembwe tu, hamna kitu. Lakini siku zote tunataja msingi wetu mkubwa. Kwamba ni nini? Wafalul khaira, tendeni khairi. Basi katika khairi ni ile ya kukusanya nini? Msahafu. Pale ile kisa cha kukusanya msahafu, kile ni kisa ambacho kinatutosha sana. Kila watu watakapojaribu kujikurupusha, wakasema maneno mengi, wakazunguka huku na kule, kama ukisema kwamba maulidi kama ni khairi, je, salafu hawakuiona? Na sisi tutasema kama wewe swali hili muulize Saidna Umar alipomwambia Saidna Abi Bakari akusanye msahafu, akaambiwa nitafanyaje jambo mtume hakulifanya. Halafu Saidna Umar akamwambia ni khairi, si ndio? Hakufanya lakini ni khairi. Mnasikia vizuri jamani? Saidna Abi Bakari aambiwa akusanye Qur'ani, jibu lake asemaje? Mtafanyaje jambo mtume hakufanya? Jibu la Saidna Umar asemaje? Ni khairi. Sasa swali hili ukituuliza sisi sio letu, wewe umemkosea adabu Saidna Umar. Ina maana khairi hiyo mtume hakuiona. Si mmenielewa? Wana maneno yao wasema pale ilikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, sijui haja haikupelekea hivyo, sijui na nini. Saidina Abi Bakari hakujua
pale akiuliza nitafanyaje jambo mtume hakulifanya. Hizo hoja zote kwamba sijui kuna kaida yasema kuna kaida sijui. Je, Saidina Abi Bakri hakuijua kaida hiyo? Mpaka ikawa sasa yeye asita kukusanya. Ndio sasa tobaika nini sasa? Mtu kama mwenyewe ni bakhili, akae na ubakhili wake, kwa sababu wajua tukifanya mambo haya tualishana vyakula umu nini. Sasa kama bakhili huwezi pikianzia ubwabwa, basi kana ubakhili wako. Mwisho atakitima pia watu kuombea ndugu zao na wazazi wao hawataki, maana yake nikutupa mali bure. Ubakhili na uchoyo. Keni na uchoyo wenu, acheni si tule bwana. Acheni sisi tupeane vyakula. Na wala msituite waroho. Waroho tu, hauroho vipi? Yaani na maana mimi kuletanga nyumbani kwangu siwezi kupata pilau, kupika pilau nyumbani kwangu. Sina hela kupika pilau mpaka nitoke kule nje mpaka huku nje kula pilau Lukozi. Tena na hii baridi jamani. Sisi tunaitakidi na haya mambo. Ndio maana hapa pana watu kutoka sehemu mbalimbali hapa wameacha kazi zao huko wako hapa. Tena wamekuja kwa gharama zao. Tunaitakidi nayo, watu wasituingilie, watu wache. Halafu tutakwenda kukutana akhera. Basi. Huko ndo tutakwenda kukutana akhera sasa. Wewe una shida gani? Ushasema bidaa, si tushakwambia si bidaa, basi tulia. Iweke tu tukutane huko. Kina baada kwanza kutupizana kelele hapa ya nini? Na kudharauliana. Saa nyingine watu wapenda umaarufu, tu mimi naona. Mtu kenda kakaa huko, kaja atakajitutumue na yeye aonekane, asikike. Na mambo ya siku hizi tena ya media hizi zilivyoenea hizi. Hizi wana hizi zina shida sana. Mimi katika vitu ambavyo ningeweza kuviepuka ni hizi. Na ndio maana nimeanza sasa hivi tu mambo haya mpaka nikana channel yangu ile. Ni sasa tu, lakini nilikuwa sipendi kabisa. Kwa sababu haya mambo haya yanafanya watu hata ikhlasi zikaondoka. Mtu anaweza pinga kitu wala sio kwa ikhlasi. Anaweza sema kitu wala sio kwa ikhlasi. Geza akataka naye aonekane tu dunia nzima imuone basi. Dini watu wameisahau, wameiweka mgongoni huko. Ndio hao tulosema ya kusafisha nyoyo. Kama moyo unaria, weza usiwe na tabia nyingine zote mbaya. Lakini hii ria peke yake hii kukosa ikhlas. Maana kukosa ikhlasi kuna ria, kukosa ikhlasi kuna sum'a, utake kusikiwa. Kukosa ikhlasi kuna kujifutua uonekane bora. Ndio maana hatari sana. Ndio maana utakuta mtu anaweza akapita madrasa kama Shamsia hivi, Shamsul Maarifi, akakuta pana watu pale wanasoma, tayari ni walimu wanasomesha. Halafu akaondoka. Yeye kaingia akawakuta ni walimu wenzie. Akasoma miaka yake 6-7, akaondoka akaenda zake Saudia kusoma. Wale wako pale pale bado endelea kusoma. Akarudi wenzie bado endelea kusoma. Halafu akaana wanafunzi wake akamwambia hawa hawakusoma hiki, hawakusoma hiki. Atangaza vitu ambavyo wale aliowakuta chuoni tena akawaacha na akenda akarudi akawakuta, asema hawakusoma vitu chungu mzima. Sijui hawana msingi ya dawa, hawana sijui nini, hadithi nini, hakuna hiki. Wewe wajuaje? Miaka yote hiyo mpaka umewakuta chuo ukawaacha, bado wamo tu, wasoma nini kwani unachokijua wewe wanachokisoma hawa? Kama wasomesha wewe bwana. Lakini ni kwamba nini? Wale wafuasi waone kwamba sasa tumepata mtu wa ilmu sasa. Hawa kumbe hawajui hawa, ndio maana wasoma maulid na nini. Sasa tumempata sasa alim. Hai ikhlasi iko wapi hapo?
na wewe wasema wenzio hawakusoma kitu fulani, huogopi kusema uongo? Sema uongo hivi hivi bwana, mtu huogopi? Tumcheni Mungu bwana, dunia twapita tu hii. Wewe hata ukaonekana shekhe bora utakufa. Halafu kule huendi na ushekhe bora, kule wenda na amali. Jamani, basi bwana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.